Miezi 8 tu baada ya Mahakama Kuu kutoa uamuzi wa kihistoria unaopiga marufuku hospitali kuzuia miili, familia moja huko Kigumo imekata tamaa ya kumzika mpendwa wao kutokana na deni la hospitali. Patrick Macharia alilazwa katika hospitali ya Consolata Mathari kwa miezi 18 kabla ya kufariki. Familia yake imesitisha maandalizi ya mazishi baada ya hospitali kukataa kuachilia mwili hadi familia ilipe deni la shilingi milioni 1. Katika boma la marehemu Patrick Macharia Gatimu katika kijiji cha Gathiti, Kirinyaga ya Kati, hema hili lisilo na watu lina simulizi ya huzuni na kuvunjika kwa matumaini. Familia ilipodunga hema hili zaidi ya mwezi mmoja uliopita, ilikuwa kwa ajili ya maandalizi ya mazishi ya Gatimu aliyefariki tarehe 13 mwaka huu akiwa ameacha deni kubwa la hospitali la takriban shilingi milioni 2. Familia ilifanikiwa kuchanga shilingi 860,000 lakini ilishindwa kupata fedha za kulipa deni ililosalia. Tunahadhirika kwa sababu hatuna kitu yoyote. Mahali tumefika hatuna kitu. Tunataka tu usaidizi. Tuko na deni ya 1.2 million. Sasa ikawezekana ni lazima tulipe ndio tupatiwe mwili tukasike. Tulikuwa tunakusanyika kama watu wa kuomboleza, tukidhania ya kwamba kutafika wakati tupatiwe mwili tusike, ndio hiyo maneno ingine ikuwe ikiendelea kama tumepumzika mwili. Kukasemekana lazima tulipe ile deni yote ndiye tuweze kusika hii mwili. Sasa familia hiyo imesitisha maandalizi yote ya mazishi baada ya hospitali ya Consolata Mathari kuzuia mwili huo na kukataa kutoa kwa mazishi hadi deni lililosalia lilipwe. Kulingana na vile hospitali ya Mathari inasema ati itastaki hii family juu ya kushindwa kulipa hiyo mwili ya kijana wao amepass anaitwa Macharia. Familia hii iko na huzuni sana. Tafadhali hospitali ya Mathari achilieni hii mwili na msiseme ati mtastaki hii family, kwa sababu hata mkiwa staki mwili bado itakuwa huko tu. Mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Consolata Bernard Muridhi aliambia Citizen TV kwamba familia hiyo ilikuwa imepewa pendekezo la kumhamisha mgonjwa huyo katika hospitali ya umma, lakini ilichagua Macharia aendelee kubaki katika hospitali hiyo na ikaahidi kwa maandishi kulipa bili hiyo. Muridhi anasema baada ya mgonjwa huyo kufariki, familia walijaribu kuanzisha mazungumzo mapya na hospitali hiyo, lakini wakaelezewa kuwa walipaswa kulipa bili kama vile walivyokuwa wamekubaliana awali. Kisa hiki kinajiri miezi 8 tu baada ya Mahakama Kuu kutoa uamuzi wa kihistoria unaozuia hospitali kuzuilia miili ya waliokufa kwa sababu ya bili ambazo hazijalipwa, ikisema kuwa kitendo hicho ni kinyume na sheria, kinakiuka katiba na kuvunja hadhi ya kibinadamu. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.